Kuta uwanja una mashimo kibao. Walianza kutoa wazee sio nakuja sio nasema wewe meneja tukutaki sio chimba uwanja. Hizo zinaonekana kwa sababu ukiangalia hata katika mechi ambazo zilizopita. Chimba mashimo mashimo wanachimba kwa sababu gani? Sio najua wenyewe sababu kwa sababu zimeonekana chumvi mule zimemwagwa. Mpenzi mtazamaji wa Mbagala Online TV, karibu tena leo kwenye kipindi chetu. Baada ya mechi ya Simba ya kupata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Mbeya City, nipo na shabiki wapo wa Yanga Africans. Ana maneno matatu kuongea kuhusiana na mechi ya leo. Vipi? Mimi tumeangalia mechi kama ilivyokwenda leo kati ya Simba na Mbeya City. Simba wameonyesha ukubwa wao, lakini katika ukubwa walitaka kutia aibu kwa kweli, kwa sababu waliweza kuconcede bao moja kabla ya wao kuanza kufunga. Walianza kutia wasiwasi kwa kweli, lakini wasiwasi gani ndio utokea? Kwa sababu goli moja lingewatoa kwenye mchezo, lakini kikubwa zaidi walichoweza kuwini, waliweza kubadilisha lile bao, waliweza kurudisha lile bao kabla ya dakika 5 hazijafika. Wamefunga kwenye dakika 20, kwenye dakika 24 hivi ukawa wamerudisha lile bao, na ndio maana wakarudi tena mchezoni na mpira ukawa umeenda vizuri. Lakini tayari walikuwa washaanza kutaka kukimbiana kutokana na mazingira, na kama tulikuwa tunasema ile timu sio timu ya mchezo, na imeonyesha kweli walivyoingia tu wakacheza kikubwa na wakaconcede bao moja. Lakini Simba nao wakaonesha ukubwa wao, wameweza kurudisha bao lile moja na baadaye wakaongeza mawili. Tunawapongeza, tunaambia waendelee na hiyo, lakini bado tunawaita wapambane hivi ili tusije kukimbiana tena, kwa sababu tunategemea waje kwenye finali tukutane wakubwa kwa wakubwa, ili tuoneshe, kwa sababu katika dabi kama vile dabi wametukimbia, lakini sasa tunaona kama wanaweza kukimbia na huku. Sasa ndio tunataka tuwaone kwamba wapambane kweli kweli, tufike pamoja ili tuweze kukutana kule, tuweze kuoneshana umwamba. Tunawaita kabisa kwa nguvu zote waje. Kwa hiyo mnahakika kwamba bisa katika mechi ambayo mnaenda kucheza nyinyi mtatoka na ushindi wa kishindo kabisa na kufuzu nusu finali ya CRDB Federation? Kwa timu ambayo tunaenda kukutana nayo, ile timu ambayo ni timu ya daraja la pili, ni championship. Timu ile sisi haiwezi kutushinda kwa namna vyovyote vile, lazima tunaweza kupambana na ila mmeiona leo Mbeya City jinsi ilivyocheza, inaonekana kabisa kwamba wangecheza tu kidogo pale Simba wangeweza kufungwa na wasingeondoka na ushindi leo. Sasa mnasemaje nyinyi mnaweza mkashinda na ushindi wa maana kabisa, wakati mnaona kabisa leo Mbeya City bado kidogo tu waibuke kuwa washindi? Mbeya City kwa kweli tunaiona katika timu ambazo zilizojipanga, Mbeya City imejipanga vizuri, lakini hata hivyo na timu ninazokutana nazo, timu wenyewe nao vibonde, kwa sababu wote timu ambazo tumekutana nazo wanaona kama Azam. Azam tumeipiga juzi bao 2-1. Kwa hiyo kutolewa na Mbeya City hatuwezi tukashangaa. Na hata hii Simba walikutana nayo leo, japokuwa wameifunga, lakini nao vile si timu ambayo ya kuweza kwa sisi kuweza kuifikiria sana kwamba ni timu kubwa, kwa sababu wakikutana na sisi kama hivyo wanakimbia kucheza. Sasa kwa hiyo Mbeya City kweli imejipanga. Walikimbiaje wakati nyinyi ndio mliamua kabisa mnasema hatucheze, na mmeprint paka matisheti kwamba hamchezi mechi ya dabi, na mnaonekana nyinyi kama sio nyinyi ndio mlikimbia mechi? Kwa nini? Kimbia unaweza kuangalia nani aliyokimbia. Sisi ndio tulikuwa wenyeji, na kama tulikuwa wenyeji sisi tumekwenda uwanjani, tumefuata taratibu zote, wao hawajaja. Na sababu ya kutokuja haingii akilini kwa mtu ambaye mwenye akili timamu. Uwezo ukasema sijafanya mazoezi ya dakika 5 afu kashindwa kuja kucheza mechi ya dakika 90. Wewe unaonekana kweli nani hujajiandaa. Mechi umetoka imeanza kuzungumzwa karibu ni mwezi mzima. Watu wamejiandaa kwa namna zote, afu dakika 5 hujafanya mazoezi unasema siwezi kufanya nini. Hilo la kwanza. Na la pili, wao wenyewe ndio walifanya upuuzi huo, kwa sababu wao walitakiwa watoe taarifa kwa meneja wa uwanja, watoe taarifa kwa kamishna wa mchezo ili aje, ili kuweza kuandaa mazingira ya wao kuwapokea ili wafanye mazoezi. Lakini sasa wao wanasingizia sijui mabouncer, sijui nani. Bouncer ana nguvu gani? Kamishna wa mchezo bouncer ndio lozuia pale getini pale wasiingie. Kwanza kamishna wa mchezo namjua. Kamishna wa mchezo yeye vivyo ni mwana usalama. Kwa hiyo ana uwezo wa kuweza bouncer yao atakuwa bouncer aina gani? Ana uwezo wa kuita defender, ana uwezo wa kuita askari wote kuja pale Yaani walikaa pale getini Simba wasiingie, wakawa wanawazuia kabisa. Bwana msingie katika wachezaji walisema kwamba katika lile gari la basi la Simba lilikuwa na wazee pamoja na mbuzi. Ndio maana wakawazuiliwa wasiingie katika
katika wasingie mule kwenda kufanya mambo yao. Wazee kweli, wazee na mbuzi na tabia zao za kuchimba uwanja hizo zinaonekana, kwa sababu ukiangalia hata katika mechi ambazo zilizopita, na ndio maana Simba wanakuwa vitu vingine wanafanya wanakuwa vaja. Chimba uwanja kivipi tena ambao sijaelewa? Kwa sababu tukiangalia mechi ya nyuma walivyoanza kucheza Azam na Simba, walivyocheza baada ya siku 2 au 3 kafu wakaja kukagua ule uwanja. Baada ya kukagua ule uwanja ukaonekana uwanja una mashimo, ukapigwa marufuku. Unaona, ukapigwa stop ili usitumike. Kutokana na uwanja unakuwa na mashimo mengi. Serikali ikafanya nguvu kubwa kuweza kupambania uwanja ili uendelee kuchezwa. Na kweli serikali wakapambana, ukaruhusiwa ukachezwa. Juzi tena ikaja kucheza tena mechi yao kimataifa. Tumeona jinsi mechi ilivyochezwa. Lakini mwisho wa siku tumekuta uwanja una mashimo kibao. Walianza kutoa wazee sio nakuja sio nasema wewe meneja hatukutaki sio kaa pembeni. Unamaanisha kwamba mashimo ni Simba ndio wamesababisha kivipi? Wanachimba mashimo, mashimo wanachimba kwa sababu gani? Sio unajua wenyewe sababu, kwa sababu zimeonekana chumvi mule zimemwagwa. Chumvi gani? Uwanjani umemwagwa chumvi, zinaonekana mashimo. Wewe uwanja wa Benjamin Mkapa ukaona kama unatope kama tumeenda kucheza uwanja wapi huko. Maka hata Samuel wa sasa hivi uwanja uko safi, super. Kipindi kile cha ligi ya mwaka jana ndio ulikuwa una matope. Wanasema kwamba mvua ndio imesababisha uwanja kwa vile, sio kwamba wao wamechimba. Hamna sema unaonyesha kwamba uwanja umechimbika. Sasa mvua ndio inasababisha matope, uwanja ukanyesha mvua fika na tope. Sasa hebu angalia juzi jinsi mechi ilivyokuwa. Tope tupu kwenye uwanja. Tope hizi zimetokea wapi? Uwanja unaochimba wale. Na mnavyochimba uwanja mnatuharibia. Sasa matokeo wamechimba na baadaye mechi inakwisha wameamua kupigwa nani. Sasa serikali tena inafanya nguvu kubwa, wanapa watu wiki ngapi sio ilimadi waendelee kucheza. Hizi nguvu tunazozitumia tutumie nguvu nazo kwa kuwazuia watu wasichimbe uwanja. Uwanja unavyochimba wana uharibu. Kila siku tutakuwa tunapigwa marufuku sisi. Uwanja watu wanaotengeneza wao ikifikia mechi yao wanachimba, mwisho wa siku ikija hebu angalia kwamba kama siku ile walivyocheza mechi yao. Mvua ina gani ilifikia mpaka kumwaga tope kama zile. Tope uwanja uchezee kutafikiri tuko uwanja vijijini. Wakati uwanja ule upo mjini na wa muda mrefu. Lakini matokeo yake una wachezaji wameloa tope utafikiri wapi? Sasa uwanja kweli wa pitch ile ya Benjamin Mkapa ikana tope kama vile. Kwa mujibu wao wamesema kwamba katika mechi ile waliwaita viongozi wa dini ndio walisimamia ile timu. Kwa hiyo wamemuita Mamposa pale, wamepaka wachezaji wakapaka mafuta ya Mamposa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hakuna ushirikina wote waliotumia. Sasa inawezekanaje vipi tena dini pamoja na masuala ya ushirikina ikaingia kitu kimoja? Inawezekana kweli? Sasa sijui wenyewe kama wamefikia hasa hizo chumvi walizomwaga zilikuwa za nini. Kama ndio nasema kweli waliita masuala ya dini pale na Mamposa akaja akapaka mafuta ili waweze kucheza kwa vizuri. Unaona? Na nini walichokifanya? Kwa sababu wamecheza kama walifikia kwa mafuta, wamefika kuitoa